yake kwa namna gani. Mama yetu, karibu sana. Tuna kifaa hiki kizuri kwa ajili ya kuzindulia, lakini pia atakapokuwa anakizindua mimi nitamkabidhi microphone, yamkini akakitamkia baraka kabla ya kukizindua. Wale ambao ni watu wa Mungu sana wanasema akakiombea kabla ya kukizindua, kwamba kikitoka hapa kikawe mchango bora kwenye maisha ya watu kwenye eneo la maono na kutokuogopa kuanza. Karibu sana mama yetu. Asante, nashukuru. Naomba tuombe, tusimame kwa kumheshimu Mungu. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunasema asante. Imekupendeza siku ya leo, umetuweka mahala hapa, maana ulituambia kila tukusanyapo wewe uko katikati yako yetu. Najua sasa hivi uko katikati yetu katika uzinduzi wa hiki kitabu. Mungu Baba, tunakiweka mikononi mwako hiki kitabu. Mungu Baba, hiki kitabu ikawe nuru kama ulivyosema katika kitabu cha Mwanzo, ukasema ikawe nuru. Na hiki kitabu Mungu Baba, tunaomba ikawe nuru kwa vijana, kwa wazee, kwa malika yote, kwa watoto wote, kikamulike kutoka kwenye taifa kikaenda kwenye mataifa. Tunaomba Mungu Baba ukampe huyu kijana kibali kwa ajili ya hiki kitabu. Ni maono yake, ni nguvu aliyoiweka mahala hapa. Ameweka na sio kwa uwezo wake yeye, ni kwa neema na rehema yako. Maana si kwa msaada wake yeye peke yake, yeye peke yake asingeweza. Lakini kwa sababu wewe Mungu Baba umemgusa huyu kijana, wote walionyoosha mikono kumsaidia katika uchapishaji wa hiki kitabu, Mungu Baba tunaweka mikononi mwako. Hata jioni ya leo Mungu Baba tunapokizundua, tunaomba kikawe nuru kwa sehemu zote, hata mashuleni, hata vyuoni. Ukampe kibali, tunaomba kibali juu yake. Akapate kibali kukanyaga hata kwenye viunga vya mashule tofauti tofauti kwa ajili ya hiki kitabu. Akakanyage kwenye vyuo kwa ajili ya hiki kitabu. Akafike mpaka pale juu Mungu Baba ukamuinue kwa ajili ya hiki kitabu. Ni katika jina lako takatifu Baba na Mwokozi wa maisha yetu tunaomba na kuamini katika Kristo Yesu aliye asili ya mema yote. Wote tuseme amen. Amen. Tunazindua hiki kitabu kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nguvu ya kuanza maono yako. Yaani hiki kitabu mimi nikitakichukua kwa 300,000. Na kama nilivyosema kwamba nina chuo, nitamwomba ataniletea baadhi ya nakala pale chuoni, ili niweke hamasa kwa vijana wanaokuja kusoma chuoni kwangu. Kila mtu hakikisha ananunua hiki kitabu. Maana nina somo pale chuoni, na somo la ujasiriamali. Watu wengi wanaogopa kuanza. Tunafundisha ujasiriamali, tunafundisha stadi za maisha. Yaani ujasiriamali tunafundisha kwa nadharia na kwa vitendo. Kwa hiyo hiki kitabu nafikiri kitamhamasisha sana yule mwanafunzi anayetoka kwangu. Ninapomwambia unavyotoka hapa nenda kajiajiri, kitampa nguvu ya maono yaliyo ndani yake. Kwa hiyo baraka, mtaniletea baadhi ya nakala, nitakuwa nazo pale ofisini. Na ikimpendeza Mungu tukata na vituo hivi mikutano ya daycares. Nafikiri tarehe 10 kama sikosi. Nafikiri baada ya tarehe 10 nitafute, nitakuwa nazunguka mkoa wa Dar es Salaam na viongozi. Kwa hiyo tutaangalia jinsi ya kuwa natembea nacho. Wewe utanipa bei na unatakiwa nikiuze bei gani kulingana na nani yako. Tutakitembeza, kitaenda, kitafanya kazi vizuri. Chuoni wewe niletee wakati wowote, hata kuanzia Jumatatu, maana nilipopata msiba nilikuwa sijarudi ofisini, niletee.
hata Kigolu waletee watanunua, hata Nazareti wapelekee wanunue, kwa sababu hata mimi sio kusema kwamba nikiajiri mtu nataka awe kwangu maisha yake yote. Hakuna mzazi anayezaa mtoto akataka akae pale amedumaa. Unatakiwa ukizaa mtoto anakutegemea, si ndio? Akitoka kutegemea ataingia kwenye stage nyingine, utamsikia mtoto anakaa achilie peke yake, atasimama dede, ataanza ta at the end of the day anakimbia. Na mimi ndio ninavyohitaji vijana wangu, watembee, watambae, watembee, wakimbie. Na nyie mliopo hapa, kama kuna mtu atawiwa, karibu chuoni kwetu, karibu shuleni kwetu, mnaweza mkaja. Chuo kiko hapa Moroko. Ada zetu ni nafuu, zinalipika tu. Zinalipika, anayeweza kuja kusoma. Kozi ya walimu ni 1,200,000 ambayo inalipwa kwa awamu 4. Na ukimaliza tunakutafutia kazi sisi wenyewe. Kozi ya hoteli naye ni 1,000,000. Hotel management na yenyewe ukimaliza tunakutafutia kazi wenyewe. Ndani ya kozi ya hotel management na kozi ya walimu wa daycare tuna ofa ya ujasiriamali. Yaani kozi ya ujasiriamali tunakufundisha bure, tena kwa vitendo. Utajifunza kutengeneza sabuni za aina zote, utajifundisha kutengeneza zijiki, sabuni za vipande, vitu vingi, yani siwezi kuviorodhesha. Ila kama ukipata nafasi, karibu, tuko hapo Moroko. Ni gari moja tu, hata mwendo kasi ukipanda, ukishuka tu bango letu utaliona, tuko mahala pale, hatuko mbali. Lakini unaweza ukatutembelea na huko kwenye daycare zetu, ukaona tunafanyaje kazi, ukacheza na watoto. Maono yako yakaanzia hapo. Asante sana mwanangu Baraka kwa kuniheshimisha. Umeniheshimisha kwa sababu watu ulionao ni wengi, wachungaji wako huko makanisani, mabosi wako wengine, hata wazazi wako angeweza kuja akakuzindulia kitabu chako, lakini umeona mimi nafaa kuwa mahala hapa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Utakuja ofisini, nitakuelewesha utapataje hizo pesa. Nakushukuru sana mama, na sasa nikuruhusu anavyorejea mama yetu, makofi mazuri. Wow. Sasa baada ya zoezi la uzinduzi ambalo mama amelifanya